Amani ndiyo kila kitu. Kijana mwenzangu ambaye uko nyumbani sasa hivi, umejisahau kwenye Instagram, kwenye Twitter kwa kufata kauli za watu waliokuwa nje, kwa sababu wanaohamasisha maandamano hayuko nchini hata mtu mmoja, wote wako nje. Hakuna mwanachama au kiongozi wa kisiasa wa aina yoyote anayehamasisha swala hili la maandamano katika nchi yetu. Tunaona watu sasa hivi wanayapokea kutoka kwenye mitandao ya kijamii na wanaanza kuyazungumza wakiamini kwamba watakuja kulifanya hilo jambo. Taasisi ya Al-Malidi iliona kuna umuhimu, kwa sababu taarifa sio kitu kidogo, taarifa sio kitu cha kupuuzia. Hata kama mtu anania ovu kitu, hata kuanzia kwenye simu, mtu anaweza kaanza na jambo kwenye simu. Kwa nikaona hapana, ni lazima walizungumze jambo hili, ni lazima lizungumzwe jambo hili kwamba amani ndiyo kila kitu, ndiyo msingi wa maisha yako. Wewe ndugu yangu ambaye unaabudu, wewe ndugu yangu ambaye unakwenda kutafuta riziki yako, bila amani huwezi kufanya chochote, au huwezi kuabudu, au huwezi kwenda kutafuta riziki yako yote. Hata muda uliopata kuingia kwenye mtandao ukakomenti, ukapongeza hayo maandamano unayoyapongeza, muda huo amani kitoweka, hautapata nafasi hiyo. Kwa hiyo na mimi naungana na viongozi wa taasisi, na mimi nikiwa kama kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni mwenezi wa taasisi ya Al-Malidi, nasema Watanzania tusije tukakubali kuingizwa mkenge na baadhi ya watu. Na mimi niviombe tu vyombo vya usalama vyote, kuanzia jeshi la polisi na kadhalika, vyote waanze kufuatiliwa wale wanaohamasisha mitandao au wanaohamasisha maandamano ndani ya mitandao, waanze kufuatiliwa hivi sasa, kwa sababu kumnyima mtu kupiga kura ni sawasawa umemnyima mtu haki yake kikatiba. Ina maana ukihamasisha maandamano siku ya uchaguzi, ina maana wewe hauna utofauti na Tundu Lissu. Nitazungumza hivi, hauna utofauti na mwanasiasa anayepinga kuingia kwenye uchaguzi. Ushanifahamu? Kwa ndugu zanguni, nawaomba msije mkaingizwa mkenge, vijana wenzangu, mtakuja kulia. Na sisi kama viongozi wa kidini hatutaki waumini wetu waumie. Tunachotaka waumini wetu wawe na amani, wakatafute riziki zao, wapate mawaidha kutoka kwenye dini tofauti tofauti, ili wamwelekee Mungu wao kwa amani. Jukumu la taasisi ya kidini ni kumnasihi muumini wake kuweza kusimama katika misingi ya kuweza kumrejea Mungu wake. Kwanza, viashiria vyote ambavyo tunaviona kupitia macho yetu katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tunaliomba ama tunalitaka jeshi la polisi na idara mbalimbali za kiusalama wafuatilie kwa umakini mambo haya, na ikiwezekana wale wanaohusika katika namna moja ama nyingine wachukuliwe hatua kali za kisheria, kwa sababu mtoto mdogo tunasema kama vile sponge, na mtu asielewa chochote tunasema kama vile sponge. Mtoto mdogo kama sponge, asielewa kama sponge. Ukiitia kwenye maji na nyonya, na ukikamua ile maji yanakuwa yenye kutoka. Sponge inabaki kama ilivyokuwa. Mtu asielewa, ukimrudisha maneno, maana yake anashika ile maneno, anafanya kuwa ni sahihi na ni maneno ya kweli. Lakini mtu mwenye kuelewa, hata ukimrudisha maneno hawezi kuyashika na kuyafanyia kazi. Sasa kwa sababu kuna watu wanalisha maneno ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni maneno ya uongo, kwa watu wasioelewa wanaweza kuyashika na kuyafanyia kazi. Kwa hivyo tunarudia tena, vyombo vya usalama vifanye kazi yake ili tuweze kupita salama. Endapo sisi wa Tanzania kwa maisha yetu amani ya nchi hii itakuja kuvurugika, maana yake ni kwamba Mtanzania huyu pengine aliyevuruga amani kwa mikono yake akawa ndani wiki nzima, hatoki nje kwa sababu ya kuishi labda huko nje hakuko salama. Tuna wasiwasi kama taasisi, kuna watu watakufa kwa njaa tu, kwa sababu Mtanzania ili aweze kuishi na familia atoke, iwe baba au mama, kwa familia inakuwa. Sasa leo hakuna kutoka huko nje hakusiko salama wiki nzima, mwezi mzima, maana yake familia hii kuna hatari ya kufa kwa njaa tu, kwa sababu huko nje usalama hakuna, hawana chakula ndani, hawana unga, hawana mboga. Sasa tunaomba watu walitathmini hili kwanza. Waarabu wana kitu kinaitwa kaifia, Waingereza kuna kitu wanaita future.
unapotaka kufanya jambo, Mtume anasema kabla kufanya angalia mwisho wake. We Mtanzania ambaye maisha yako Waswahili wanaita pangu pakavu tia mchuzi, ili uweze kutoka ndo familia inakula. Endapo utakuwa ndani hali imekuwa tete huko nje, wiki, mwezi, unaweza? Kama hatuwezi, basi kupitia miguu yetu, kupitia mikono yetu na kupitia akili zetu, tunawasa Watanzania wasijaribu kuvuruga amani ya nchi hii. Tunawasa ndugu zetu wa Tanzania wasije kuvuruga amani ya nchi yetu. Kwa mfano, tuangalie wenzetu Kongo, tuangalie wenzetu Gaza. Leo Gaza imebaki magofu baada ya kuwa amani imetoweka katika nchi. Tanzania kwa sasa inapendeza, Dar es Salaam inapendeza. Maana yake ni kwamba hali ikiwa tete hapa, kwanza nchi yetu itabaki magofu. Kuijenga iwe kama ilivyokuwa zamani Dar es Salaam, Tanzania, itatuchukua muda mrefu sana. Kwa hivyo tuangalie mwisho wa jambo, tusiangalie mwanzo wa jambo. Na inatakiwa hapa, ndugu zangu wa Tanzania, tunazungumza na Watanzania hapa, hatuzungumzi na Waislamu peke yake. Tunawazindua watu wote sasa, Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, katika hili ambalo tunaliendea. Mimi nadhani usishawishiwe na mtu. Use your mind, don't use anything mind. Tumia akili yako na usipende kusetiwa na mtu, kwa sababu inawezekana ni kuseti pengine mambo yake safi, anaweza akakaa mwaka, miezi 6 ameshaweka stock ya chakula ndani. Hata akiwa ndani huko nje alitete, hana shida, anakula na familia yake, wanashiba, hakuna atakayekufa ndani ya familia yake. Lakini wewe na mimi tuitazame familia yetu. Tuna uwezo wa kukaa ndani wiki bila kutoka nje? Mtakula nini? Kama unaliona hilo halifai, mimi naomba kupitia presi hii, kupitia waandishi nyinyi, mpeleke ujumbe wetu huu kama taasisi yetu Kongo ya Al-Mahdi au Al-Markaz Al-Islamiyat Al-Tablighi. Na hili halitaishia hapa, inshallah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kupitia viongozi wangu pamoja na sisi wenyewe tumejipanga, tutapita nchi nzima kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwashawishi watu, sio Waislamu tu, wasikubali kufanya hivyo, kwa sababu ni hatari ambayo iko mbele yetu. Na tuitazame hii kwa sababu ya familia zetu. Baada ya uchaguzi kuna maisha, si kwamba maisha yanaishia tu ina maana baada ya uchaguzi. No, baada ya uchaguzi kuna maisha. We have bad living condition, tuna hali ngumu. Sasa hali ngumu hiyo endapo utakuwa ndani itakuwa ngumu zaidi. Kwa baada ya kusema hayo, niseme moja tu la mwisho. Tutatumia fursa hii kwa ajili ya kufanya dua, lakini kabla ya kuifanyia dua, kuiombea amani nchi yetu, na Mungu akijalia atajibu dua hiyo, kwa sababu tuna lengo zuri. Tutakwenda kupita nchi nzima kuhakikisha, kwa sababu tuna viongozi nchi nzima wa mikoa, wilaya, na wenyewe watoe matamko kupitia baadhi ya maeneo, ili watu wapate kulielewa hili, si Waislamu peke yake, ili watu wapate kulielewa hili, umuhimu wa amani katika nchi yetu. Baada ya kusema hayo, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.